katika nafasi yako ya mwenyekiti, kwa mara ya kwanza timu ya Mbeya City inapanda kuelekea ligi kuu msimu 2025-2026. Kwako ni furaha ya aina gani? Na furaha kubwa sana kwamba Mbeya City imerudi, na kama mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba Mbeya City ndio brand ya Mbeya. Unapozungumzia mpira wa Mbeya unazungumzia Mbeya City. Kwa hiyo nimefurahi na nimekuja na bahati, kila mtu ana bahati yake ya mpira. Kwa hiyo nashukuru sana, na washukuru sana Mbeya City, nashukuru sana benchi ya ufundi, na washukuru wote kwa kufanya kazi nzuri. Unawaahidi nini sasa mashabiki wa Mbeya City pamoja na wadau wapenzi wa Mbeya kwa ujumla, wa mashabiki wa mpira wa miguu? Jambo kubwa nilionalo kwanza, kesho nishinde. Hilo vile kwa Prison na timu yangu, timu ya mkoa wa Mbeya, lakini vile nataka niwaahidi wana Mbeya kwamba ile vibe walikuwa nao miaka yote irudi tena vile. Vibe kubwa ambayo Mbeya City wanayo, nafikiri kwamba tununue jezi tu support team kwa njia hiyo. Umesema kesho tu kwa ajili ya Tanzania Prisons. Pia una mechi na ndani ya mkoa wako kuna timu ya Ken Gold ambao tayari imeshakata tamaa na itakuwa na mechi na Pamba. Wewe unaiongeleaje Ken Gold inaporudi champion na kurudi tena? Sasa Ken Gold imeshashuka tayari, kwa hiyo jipange upya. Sasa hivi tunataka kuzungumza Ken Gold, lakini wasiachie mechi, kwa sababu kiacha mechi inakuwa mechi fixing. Wajitahidi wacheze kadri wanavyoweza ili kusudi waweze kujulikana kwamba timu ipo. Vinginevyo tuko sawa sawa, hatuna shida. Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza wana Mbeya wote. Mafanikio ambayo yametokea leo kwa Mbeya City kurudi ligi kuu baada ya miaka miwili ni mikakati ya watu wengi, kwa maana ya wana Mbeya wote. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza, kwanza kumpongeza uongozi wa Mbeya City, lakini pia bila kumsahau mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe ambaye alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Mbeya City inarudi ligi kuu. Lakini bila utakuwa mchoyo wa fadhila nisipompongeza Spika amefanya kazi kubwa, amefanya jitihada kubwa. Kwa hiyo watu wengi wamefanya jitihada kubwa, wakiwepo wachezaji, wakiwepo viongozi wa mkoa na viongozi wa Mlefa. Mwenyekiti wangu Wanjala amefanya kazi kubwa. Kwa hiyo sisi kama Mbeya, maisha haya ya kutokuwa na timu hatukuyazoea. Umetangulia kusema kwamba Ken Gold ameshuka, amekuja Mbeya City. Ndio Mbeya ilivyo. Mbeya maisha yao sisi ya kutokuwa na timu za ligi kuu hatujazoea. Kwa hiyo niwapongeze wana Mbeya wote. Uzalendo wa namna gani kiongozi wa Tanzania Prisons ndani ya jezi ya Mbeya City? Unajua Mbeya ni kwetu, Mbeya ni furaha. Tumesikitika pia kwamba wenzetu Ken Gold wamepanda na wameshuka, lakini tumepata replacement ya Mbeya City, na ndio maana leo mechi ya mwisho tumejiunga wote Prisons na Mbeya City kuishangilia Mbeya City ili iweze kurudi katika ulimwengu ule. Kumbuka Mbeya City isingekuwepo chini ya Prison. Kwa hiyo Prison ni baba. Kwa hiyo tunafurahi uwepo wa dabi ile la miaka 2013-14 wakati walivyokuwepo wenzetu Mbeya City, tulikuwa tukikutana katika uwanja na Tanzania Prisons. Kwa kweli wadau wote wa Mbeya walikuwa wanapata burudani. Kwa hivyo tuna imani kurudi kwa Mbeya City na sisi Tanzania Prisons kutashajiisha wananchi wote wa Mbeya City. Uwanja wa Sokoine utakuwa unajaa. Na kumbuka Mbeya City alivyokuwepo hapa hivi, Simba Yanga walikuwa wanakuja hapa wanapata tabu. Kwa hiyo Prison tulionekana kama tumepungukiwa. Kwa hiyo ndio maana unaona leo sasa sisi wadau wa Prison tumevaa jezi ya Mbeya City, na wenyewe kesho pia tumekubaliana na wenyewe watatushajisha ili kuweza kuwakandamiza Coast Union ili tubaki sasa Mbeya City na Tanzania Prisons. Tanzania Prisons anatupa karata yake nyingine tena, kusaka pointi 3 akiwa na pointi 27 tu, akiwa wanaomfuata nyuma wana 29 wana 30. Kwako kiongozi, umejipangaje na mechi ya kesho dhidi ya Coast Union? Kwanza mechi ya kesho kwetu ni muhimu sana, ukizingatia kwamba bado tupo kwenye king'ang'anyiro cha kuondoka kukwepa rungu la kucheza playoff. Kwa hiyo sisi mechi ya kesho tumejipanga vizuri ili kuweza kupata alama zote 3 ili tuwe na alama 30
na tuanze kuangalia mechi mbili zilizobaki kati ya Yanga na Singida Black Star. Lakini binafsi kwamba nimejipanga vizuri nje ya uwanja, ndani ya uwanja, kwa sababu mpira una mambo mengi. Una mambo ndani ya uwanja kwa maana ya wachezaji, technical bench la kila kitu. Lakini kwa maana ya nje ya uwanja, mashabiki wa Mbeya, sisi wadau mbalimbali, lakini ndio hivyo kwamba kuhakikisha ili mradi kwamba mpira unachezwa, ili mradi alama 3 zipatikane. Site rasmi kajisajili kuingia ligi kuu msimu 2025 msimu 2026. Kwako kama mdau wa mpira wa miguu Mbeya, umelipokeaje? Nimelipokea kwa furaha sana, kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tumekimisi kwa muda mrefu. Tunamshukuru Mungu kwa hili na hata viongozi wa Mbeya City. Tunamshukuru sana mkurugenzi, meya na mwenyekiti wa Mbeya City na chief wa Mbeya City. Kwa kweli wamefanya jambo ambalo wamelifurahisha jiji letu la Mbeya, kwani ni kitu ambacho tulikuwa tumekikosa kwa muda mrefu. Hata hivyo tunajua kesho tuna mechi nyingine ambayo ni ya Prison. Tunaomba Mungu ili na yeye aweze kufanikiwa kesho, aweze kurudi kwenye kundi hilo tena la Premier League, ili Mbeya tuwe na angalau na timu mbili. Tunajua tumepoteza timu moja ambayo ni Ken Gold, lakini labda atakapoanza kurudi tena kwenye makundi anaweza akafanikiwa. Steven Samuel Mwakipesile ni mzaliwa hapa Mbeya. Namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa timu yetu kuweza kupanda ligi kuu baada ya misimu mingi haijaweza kupanda ligi kuu, lakini nisipotoa shukrani kwa Mheshimiwa Tulia Ackson Mwansaso ambao ameipa hamasa kubwa sana Mbeya City na morali wa tiketi, kununua kwa tiketi, na pia napenda kumshukuru viongozi wote wa Mbeya City ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuwezesha timu kupanda ligi kuu. Asante. Tumejiandaa kwa mambo mazuri tu, kwa sababu michezo ni afya, michezo ni kila kitu. Kwa hiyo mimi nasikia raha sana kwamba tutaona mechi zingine kupitia hawa Mbeya City. Kwa kweli mimi nasikia raha sana na ni fahari iliyoje, kwa sababu sasa hivi tuna timu zetu mbili na kimsingi kibiashara kwa namna zote, yani mimi nasikia raha sana. Kwa majina anaitwa Newton Matujobe, diwani wa kata Manga, na ni mwenyekiti wa timu ya Mbeya City hapa Mbeya mjini. Sisi kwa kweli Mwenyezi Mungu ametusaidia, kwa sababu tulionyesha nia na Mungu katusupport, katusukuma. Kwa hiyo ile nia yetu tulikuwa nayo, Mwenyezi Mungu katusaidia na kutujalia mpaka tumeingia tumetoka championship, sasa tuko ligi kuu. Vile napenda kumshukuru Mheshimiwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini, lakini ni speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bunge letu hili. Lakini namshukuru vile Mheshimiwa speaker ambaye ni speaker wa Tanzania, lakini ni speaker wa mabunge duniani. Nawashukuru mashabiki wote waliweza kutusapoti, namshukuru mkuu wa mkoa, namshukuru Mheshimiwa meya, nawashukuru madiwani wote wa Mbeya jiji. Na maki alikuwa bega kwa bega na wao, ndio wameizinisha budget. Baada ya budget kupita, tukasema si tuishike budget, wakaniongoza mimi mbele kama diwani mwenzao kwamba hii timu sasa tunataka irudi ligi kuu. Nashukuru mashabiki, nashukuru mkuu wa mkoa, nashukuru mkuu wa wilaya, nashukuru machifu, nashukuru watu wote wa Mbeya, mkoa wa Mbeya wale kwa tusupport hata kwa maombi, wale support kwa maombi, wale support kwa pesa. Hivyo tunashukuru ni sana waandishi wa habari wote Tanzania nzima, lakini vile vile napenda sasa waandishi wa habari, naomba tujumuike nasi na nyie kusupport timu yetu, kuiandikia mema na kuiombea. Nawashukuru sana waandishi wa habari, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mimi wananiita Buma, tajiri wa Chunya. Kutoka Chunya. Kuna hela. Timu yetu imepanda. Na kwa sasa tunachokisema, tunashukuru kwamba timu iko ligi kuu, na tulisema timu yetu lazima iende ikienda. Na sasa tunasema kwanza hatuna jambo dogo sisi. Tuna sherehe ndogo ya mashabiki wote. Tutaenda bichi Matema siku hizi siku 3. Alafu baada ya tutakunywa. Sisi ni mashabiki ndio Mbeya City wewe. Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametujalia afya na uimara, lakini pia amebariki mipango yetu ambayo
tulikuwa tumepanga pale awali kwa tunaanza championship. Mipango yetu ilikuwa kurejea ligi ya soka Tanzania bara kwa sababu tulishuka daraja tukacheza championship msimu wa kwanza na msimu wa pili wa championship. Tukaja na malengo ya kwamba huku sio kwetu, tunaitaka ligi ya soka Tanzania bara. Mungu amesikia maombi yetu, Mungu amesikia kilio chetu, Mungu amesikia mahitaji yetu. Hivi ndivyo ambavyo tumerejea ligi ya soka Tanzania bara. Na tunashukuru Mungu pia tumerejea kibabe zaidi kwa sababu watu wamekula 5-5 wakati tunamaliza ligi hii. Kwa hiyo shukrani kubwa kwa uongozi wa mkoa wa Mbeya kijumla, akiwepo mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Juma Zuberi Omera, sambamba na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini amekuwa akituwezesha mara kwa mara, lakini pia mlezi wa timu hii Mheshimiwa Dol Mohamed Isa ambaye ni mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Mbeya, pamoja na wadau wote ambao wakijitokeza uwanjani, lakini pia ndio walikuwa wakituombea wakiwa majumbani. Kwa hiyo hii ni furaha ambayo tuko nayo, na hili ndio jambo ambalo wakazi wa jiji la Mbeya walitutaka tulifanye kama uongozi. Tumefanya, tumerejesha timu yao kuja ligi ya soka Tanzania bara bila kucheza playoff. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametujalia tumerejea kwenye ligi kuu, lakini hatukurejea sisi tu, tumerejea ni kwa nguvu za washabiki wetu ambapo wametutia sana moyo, wametutia sana ni motisha. Ukiangalia hata zile mechi tumecheza ugenini, tumecheza katika, tulijisikia vile timu ni kama vile haipo zake ni ugenini. Ni kwa sababu ni washabiki wetu walitusapoti, walitufuata sehemu nyingi, wametujenga hamasa. Kwa hiyo nitakumshukuru zaidi Mwenyezi Mungu ametujalia, lakini vile vile ninawashukuru zaidi ni viongozi wa Mbeya City ambapo wametupokea vizuri. Mheshimiwa Meya, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, timu yake alikuwa akihamasisha muda wote alikuwa anatupigia simu, anatuhimiza anahitaji timu yake irudi kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni msingi tumwagea ni zawadi yao ni watu wa Mbeya hadi muda huu.